Taking a live look at the White House right now. Baada ya kuunda baraza la mawaziri tajiri zaidi katika historia ya kisiasa nchini Marekani, likiwa na wakubwa wa serikali ya nishati na benki, Rais Donald Trump ametumia miezi yake mitatu ya kwanza madarakani kuimarisha sekta hizo huku akibomoa taratibu za muda mrefu za kuzuia ufisadi serikalini. Uchambuzi wa CNN kuhusu hatua za Trump anapokaribia siku 100 tangu kuchukua urais wake wa pili umebaini kuwa wakati serikali yake ikipunguza wafanyakazi wa shirikisho na kutikisa uchumi wa dunia kwa ushuru na forodha, timu ya rais imefanya mabadiliko yanayoweza kuwanufaisha moja kwa moja baadhi ya mawaziri wake na kampuni walizotoka. Wakati huo huo, kwa kuvunja taasisi za usimamizi na kuendelea na sheria za maadili zisizo na ukali, Trump amefungua mlango wa migongano ya kimaslahi na kuimarisha mzunguko wa maofisa wa serikali. Kwa mujibu wa uchunguzi wa shirika la maadili la Campaign Legal Center, angalau wateule 8 wa nafasi za juu serikalini wangekataliwa na kuwekewa mipaka chini ya tawala zilizopita, hata ikiwemo ya Trump ya awali, kwa sababu ya kazi zao na hivi karibuni kama wanasiasa wa ushawishi. Baadhi ya migongano hii imeonekana waziwazi kama pale Trump alipotumia bustani ya Ikulu mwezi uliopita kutengeneza kile kinachoonekana kama tangazo kubwa kwa Tesla ya Elon Musk, mshauri wake mkuu na mfadhili mkubwa wa kampeni. Serikali ya Trump imefungua njia ya kampeni ya Starlink ya Musk kupata mkandarasi mpya wa serikali. Lakini mifano mingine ya migongano ya kimaslahi imefichika katika taarifa za maadili, na baadhi ya mawaziri kama waziri wa nishati Chris Wright alifichua kwamba atapokea bonus ya dola milioni 1 baada ya kuapishwa kutoka kwa kampuni ya ufuataji wa gesi iliyoanzisha kuongoza na sasa kusimamia kama waziri. Waziri wa biashara Howard Lutnick alimkabidhi mwanaye wa miaka 27 usimamizi wa kampuni yake ya huduma za kifedha Center Fitgard, huku waziri wa afya na huduma za kibinadamu Robert Kennedy akisema atahamisha ushirika wake katika kesi dhidi ya mtengenezaji wa chanjo, sekta anayoisimamia sasa kwa mwanaye mkubwa. Sera nyingine za Trump pia zinaweza kunufaisha biashara zake binafsi. Kwa kuanzia hifadhi ya kimkakati ya Bitcoin, rais ameimarisha thamani ya sarafu hiyo ya kidijitali, jambo linalowanufaisha wamiliki waliopo, baadhi yao wakionekana kutumia mamilioni kusaidia kampeni yake ya kuchaguliwa tena. Wakati huo huo, familia ya Trump imeanza kupanua uwekezaji wao katika sekta ya fedha za kidijitali. Wiki hii Trump ameongeza thamani ya sarafu yake ya kimtandao Memecoin kwa kuahidi waliowekeza kiasi kikubwa watapata nafasi ya kula naye chakula cha jioni mwezi ujao. Hatua nyingi za utawala wa Trump zimeendeleza vipaumbele vya muda mrefu ya chama cha Republican, na ikulu ya White House inasema kuwa juhudi zake za kupunguza kanuni ni za kupunguza matumizi na kuongeza ufanisi serikalini. Watu walinichagua kufanya kazi hii, ndiyo ninayoifanya, alisema Trump. Utawala wangu utarudisha mamlaka kutoka kwenye urasimu usiowajibika, mwisho wa nukuu. Lakini kutoka kwa sera za fedha za kidijitali na nishati hadi mpango mdogo kama upatikanaji wa internet vijijini, baadhi ya hatua hizi zinafanana kwa ukaribu na maslahi ya kifedha ya washauri wake wa juu na hata rais mwenyewe. Richard Briford, profesa wa sheria kutoka Chuo Kikuu cha Columbia aliyebobea katika maadili ya utawala, amesema, nukuu, utawala huu unaonekana kutokuwa na wasiwasi kabisa kuhusu maadili ya kiserikali, jambo ambalo ni tofauti kabisa na utawala zilizopita. Hata hivyo, ile ya kwanza ya Trump, kiwango hichi cha kutojali maadili kinaturudisha nyuma hadi kabla ya kashfa ya Watergate. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali. Rebecca Caster, Fox 32 Chicago. Dane, back to you.